Hili jambo ambalo tumelieleza, jambo la 7 katika mambo ya kusahilisha riziki zetu, naomba waislamu tulitilie maanani na tusilidharau hata kidogo. Na ikiwa una akili ya kutambua mambo na una moyo wa kuwaidhika, waidhika na maneno haya, qala Allah qala Rasulullah. Lakini hebu niambie, wale mabakhili mali zao zina kazi zao binafsi kuliko kujitoa kwa Allah, nataka niwaulize nyinyi, wamezuia nini katika dini ya Allah? Yani jambo gani la dini haliendi kwa sababu wao wamegoma kutoa? Ili ujue kwamba kutoa ni kwa faida yako. Aliyekupa hiyo riziki amekwambia uitoe, lakini si kwamba ana shida au dini yake haiwezi kwenda ila kupitia mali yako wewe. Nataka niwaulize mabakhili, toka mmezuia kutoa, jambo gani la Uislamu limekwama? Ukitaka kujua ni mtihani umepewa kwenye hiyo mali na hujazinduka bado, kama uelewi dalili hizi, tumia akili, jiulize bakhili wewe, kama mwenyewe ndani kwako, angalia hesabu yako ya benki inaposoma milima ya pesa, au kama umeficha ndani, alafu jiulize, toka nimezuia mimi, jambo gani la Uislamu walienda? Misikiti yajengwa kila siku, ardhi zinanunuliwa kubwa kubwa, watu wanasoma dini, watu wanafanya khairati, dawa zinafanyika, na wewe upo. Fahamu kwamba ukitoa ni kwa maslahi yako, na ukizuia dini ya Allah itaenda, wewe ndio ambaye unaharibikiwa. Hii pointi ichukue, iweke.